Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa na wapenzi wa kipindi chetu pendwa katika idhaa yetu hii ya Mashujaa 89.5 cha Nur ala Nur, yani nuru juu ya nuru. Nuru juu ya nuru maana yake ni mwangaza katika maisha yako, ni mwangaza katika shughuli zako, ni mwangaza katika kila ambacho unachokipigania kikae sawa. Ikhwani na wapenzi wa Nuru ala Nur, leo nipo nami Khalifa Sheikh Saleh Makarama, ndugu yenu kipenzi chenu katika imani, na nakutangazieni jambo kubwa kabisa ambapo leo nitalifafanua vizuri kabisa. Kwa nitatamani kama utakuwa una jamaa zako, ndugu zako, watoto wako, na kesho sio siku ya kwenda mashuleni, nafikiri wengi wanakuwa wako nyumbani kwa sababu ni siku ya Jumamosi, basi kaa vizuri na familia yako, wasogeze karibu upate kusikia kitu kizuri kitakachokwenda kupatikana kesho kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Pale katika mnara wa Pwani utaona kuna kinjia kimechepuka kulia au kimechepuka kushoto. Mkono wa kulia kama ni kushoto, basi mkono wa kulia kutakuwa ni bahari, na mkono wa kushoto ni barabara ya kuingia ya vumbi. Na kama itakuwa umetokezea bahari ipo mkono wako wa kushoto, basi mkono wako wa kulia kutakuwa kuna hicho kibarabara cha vumbi, ambapo moja kwa moja ukikifuata hicho kinjia, hicho ni kifupi, unakuwa umefika katika mtaa au barabara ya Mikumbi. Utakwenda mkono wako wa kushoto mbele kidogo, baada ya nyumba kama tatu hivi, mkono wako wa kulia utakuta kuna nyumba ya kijani, lakini pia vile utaona kuna gari ya aina ya Crown iko pale nje. Hii ni ishara tosha au ni miongoni mwa dalili za kukuonyesha kwamba umefika sehemu husika, ambapo hapo utaingia. Lakini kesho nitakuombeni tuje kwa pamoja kwa saa zenye kueleweka. Fanya shughuli zako mapema kabisa, lakini saa 1:30 tayari umeshafika hapo, kwa sababu kesho tutakuwa tuna dua kubwa sana, dua ambayo leo nitatoa maelezo yake. Kwa beba familia yako, bebe watoto wako, beba jamaa zako, beba watu unaowapenda, alafu njoo katika ofisi yetu hiyo. Tutakuwa tuna dua ya pamoja kumwomba Allah tabaraka wa taala atufanyie hisni. Dua tutakayoomba ni katika dua 3 muhimu sana, lakini leo nitaelezea dua moja, ambayo dua hii kila mmoja atakayefika pale atatamkishwa. Kwa mfano wewe labda unahitajia tufanye dua mimi na wewe. Sasa kwa katika vipengele vya dua tutakavyofanya, ni lazima nikutamkishe dua hii, uitamke wewe mwenyewe, ambapo dua hii ina maana yake. Kwa mpendwa wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama, leo ni siku ambayo ni adhimu, muadabu sana. Naomba unisikilize kwa umakini uliokuwa mkubwa juu ya umuhimu wa dua. Ni dua gani ambayo tunataka kuisoma katika siku ya kesho Jumamosi? Kwa wale ambao mnatupata katika mitandao ya kijamii, pia unaweza ukapiga simu kwa namba zilizoko hapo ili kwa ajili ya kuhitaji dua hii. Ni dua adhimu, muadabu sana, mujarrabu sana. Ni dua ambayo itakufaa katika maisha yako na itakuwa ni hisni katika mabalaa. Man arada an yansurahu Allahu ala kulli dhalimi. Sasa nisikilize vizuri darsa yangu hii ninayokwenda kuitoa muda huu. Yoyote kati yenu atakayekuwa akihitaji Allah tabaraka wa taala amnusuru katika kila dhulma, katika kila dhalimu, katika kila jitu baya, ima ni mtu mbaya katika ulimwengu wa kichawi, ima ni mtu mbaya katika ulimwengu wa kisheitani, wa kijini, sawa sawa, au ni mtu mbaya katika ulimwengu huu wa kawaida tulionao, lakini wewe unahitaji Allah tabaraka wa taala kukinge. Man arada an yansurahu Allahu ala kulli dhalimi, yoyote atakayehitaji Allah tabaraka wa taala amnusuru katika kila dhalimu, wa an yunajiahu min adh-dhulmi, lakini sio tu kukunusuru kwa dhalimu, kwa mtu mbaya, isipokuwa Allah tabaraka wa taala kuvue katika dhiki na tabu na dhulma ambayo tayari umekwisha kuingia. Kuna wengi sana ambao tayari wamekwisha kuingia katika dhulma ambayo kutoka kwake imekuwa ni ngumu. Kuna watu wana kesi za kusingiziwa, kuna watu wamedhulumiwa viwanja vyao, kuna watu wamedhulumiwa nyumba zao, kuna watu wamedhulumiwa fedha zao, kuna watu wamedhulumiwa mambo mengi ambayo kama wangekuwa navyo basi vingewafaa katika maisha yao. Njoo katika siku ya kesho au piga simu na shiriki pamoja katika dua hii, na Allah tabaraka wa taala atakufanyia wepesi. Na amesema msemaji, alwiqayatu khairun min aliraji, ya kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Usisubiri mpaka maradhi ya kukute. Kama haujadhulumiwa, njoo tufanye dua hii ili Allah tabaraka wa taala kukinge, ili usije ukadhulumiwa, haki yako ikapotea
bure. Na kesho Mungu akipenda, ukishafika pale, baada ya kufuata taratibu na miongozo itakayokuwa ikielekezwa pale katika ofisi yetu, katika kituo chetu, barabara ya Mikumbi, mnara wa Pwani, umefika sasa pale, Allah tabaraka wa taala amejalia, tutaanza dua yetu. Lakini katika dua hiyo tutavisoma vipengele 5 kama sio 7, ambavyo vipengele utavisoma wewe mwenyewe. Sasa hii dua ambayo wewe utaisoma ni dua gani? Ina faida gani katika maisha yako? Inaweza vipi kukunusuru na kukuokoa katika dhiki na taabu ulionayo? Fuatilia kisa hiki. Ikhwani wapendwa wa Nur ala Nur, fa alayhi bi 3 adiya, na kupeleka moja kwa moja katika dua ambazo ni muhimu sana katika maisha yako, zitakunusuru na kukuokoa. Dua hizi ni aina 3, lakini leo kutokana na ufinyu wa kipindi tutazungumza dua moja na historia yake na jinsi gani itakavyoweza kukufaa wewe msikilizaji katika ardhi hii ya Lindi. Wapendwa, katika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ad-duaul awwal, dua ambayo tunataka kuizungumzia leo, hadha daa bihi al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Hii dua alitumia kuiomba Hasan Basri, radhi za Allah ziwe juu yake. Huyu ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliomba dua hii na matokeo yake yalikuwa makubwa, kama vile ambavyo tutamani kesho watu wakifika pale matokeo yao baada ya dua hii yawe makubwa. Kikubwa ni imani. Hinama amara al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ni pindi ambapo kiongozi wa kipindi hicho alijulikana kwa jina la Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf bana alikuwa ni katili sana. Alikuwa ni mtu ambaye akikwita na amekasirika na kuna jambo ambalo halijamfurahisha, basi hukumu yake kubwa ilikuwa ni kukunyonga au kukuadhirisha au kukuua kwa kukata kichwa chako, ufe, habari yako imekwisha. Sasa Hajjaji ibn Yusuf anatoa amri kwamba aitu Hasan al-Basri mbele yake, ayaqbidhahu ala al-Hasan al-Basri, aletwe mbele yake. Sikiliza msikilizaji wa Lindi wa idhaa hii ya Mashujaa FM 89.5. Sikiliza dua hii ya kesho itakavyokuwa na manufaa katika maadui zako, ubaya wako, ukatili unaofanyiwa na dhulma uliofanyiwa. Hajjaj ibn Yusuf ametoa amri Hasan al-Basri aletwe mbele yake. Fabimujarradi an dakhala alayhi aljundu, na pale tu walipoingia askari jeshi, wanajeshi wa Hajjaj ibn Yusuf kwa Hasan al-Basri, qalu lahu inna al-Hajjaji yastad'ik. Wanajeshi hao wakamwambia Hasan al-Basri kwamba Hajjaji anakuita. Wa alima al-Hasan anna al-Hajjaja yanwi i'damahu, na huyu Hasan al-Basri akajua kwa wito huu, kwa wanajeshi hawa, kwa askari hawa, basi huyu Hajjaji ana kheri na mimi, lengo lake ni kutaka kuniua. Fabimujarradi an dakhala ala al-Hajjaji daa bihadha ad-du'a. Hajjaji ibn Hasan al-Basri alipoingia katika jumba la kifahari katika ikulu ya Hajjaji ibn Yusuf, alianza kuisoma dua hii, dua ambayo kesho kila mmoja ataitamka kwa kinywa chake. Tutasoma dua, itakuwa ndefu, lakini dua utaitamka mara 5 kama sio mara 7 kutokana na muda hiyo kesho, Allah tabaraka wa taala akituwezesha. Alisoma dua hii Hajjaj ibn Yusuf, alisoma dua hii Hasan al-Basri alipoingia kwa Hajjaj ibn Yusuf. Wa arju minkum, na tunatamani sisi kama an-nur ala nur, tunatamani sisi viongozi wa an-nur ala nur katika kipindi hiki, wakati tunakwenda katika kongamano kubwa hilo la tarehe 24 pale katika viwanja vya Mpilipili, basi tuanze baadhi ya mambo watu kuyafanya ambayo yatakuwa ni maandalizi mazuri na kujitakasa nafsi zetu katika yale ambayo tunakwenda kuyaendea siku hiyo. Kwa tunatamani kwa wale watakaofika, wa arju minkum an tahfadhuhu, tunatamani dua hii baada ya kukutamkisheni kila mmoja aihifadhi. Watajaluhu fi adhkari sabaha wal masa, lakini pia hiyo ni dua ambayo itakayokufaa katika maisha yako. Pale unapoamka asubuhi unaitamka dua hii, na pale unapotaka kulala basi unaitamka dua hii. Watad'u bihi maratan wahidatan ba'da kulli salah, lakini pia kwa wale Waislamu basi dua hii ujikithirishe nayo sana kuisoma walau mara moja kila inapokuwa umemaliza swala ya faradhi.
hatta yunajiakumullahu antum wa ahla buyutakum, mpaka Allah tabaraka wa taala kwa kukithirisha kwako kuisoma dua hii iwe ni sababu ya kukunusuruni nyinyi, lakini pia na kunusuru majumba yenu au watu wenu pale mnapoishi. Akunusuruni na nini? Au Allah kesho atatunusuru na nini? Minadhulma. Kwanza Allah tabaraka wa taala atunusuru kutokana na dhulma, na dhulma nyingi hizi. Inaweza kuwa ni dhulma wanadamu wenzio wamekudhulumu, lakini pia inaweza kuwa ni dhulma za mashaitani, inaweza kuwa ni dhulma za uchawi, inaweza kuwa ni dhulma za majirani zako, inaweza kuwa ni dhulma za wale wanaojihisi katika ardhi hii wao ndo miungu watu, wana mamlaka, wao ndo kila kitu, wao ndo usiwaambie kitu, kisa tu Allah tabaraka wa taala amewapa kijinafasi. Basi nakuahidi kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ukishiriki dua hii na sisi tukakaa chini tukamwomba Allah na haya maneno ukayatamka, basi kuanzia kesho au wewe siku yoyote utakaopiga simu kuona utufuatilia katika mtandao wa kijamii, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, faraja na furaha kubwa itakufikia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Tena sio katika dhulma tu, wa minal fajara, na kutokana na uovu unaofanyiwa, wa minal hasadati alkasadata alfasada, lakini pia sio hayo tu, na kutokana na mahasidi. Unaweza kaa na mtani kwako, uko na rafiki yako kipenzi chako, lugha ya sasa wanaita BFF, rafiki yako kipenzi chako, kumbe ndo hasidi mbaya katika maisha yako, hatamani kuona unafanikiwa katika maisha yako. Pia vile vile ni mahasidi pale wanapokuhusudu, lakini pia wanapokufanyia ufisadi. Daa fi nafsihi qailan. Sasa anapokwenda Hajjaj Hasan al-Basri mbele ya Hajjaj ibn Yusuf, aliomba dua hii ambayo wewe kesho utaitamka pale mnara wa Pwani, barabara ya Mikumbi, nyumba ya kijani, na utaona gari ya aina ya Crown ambayo itakuwa imepaki pale nje. Dua hii utaisoma katika vipengele vitano. Qailan, Hasan al-Basri alipotazama mbele anamuona Hajjaj ibn Yusuf, akaanza kuisoma dua hii kwa moyo, yani anaisoma moyoni mwake akisema, Allahumma inna fi tadbirika ma yughni anil hiyali. Sikiliza tafsiri ya dua hii. Anasema Hasan al-Basri kumwambia Allah tabaraka wa taala, ewe Mola wangu, mipango yako ewe Allah tabaraka wa taala yapo yanayoshinda matarajio. Wewe sasa hivi ushajikatia tamaa mkazi wa Lindi kutokana na uchawi unaofanyiwa, ndio maana hauendelei katika maisha yako. Wewe katika maisha yako haya ya Lindi unafanyiwa hasadi kubwa, ndio maana mambo yako hayaendi, na ndio maana tumekuleteni zawadi ya daktari wa nyumbani. Tumekuleteni Zaitul Fedha ambayo watu wengi wanajichukulia chupa 2, 3, 4 mpaka 5, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala Zaitul Fedha inakuwa inafanya mambo makubwa ambayo pia kesho kwa wale watakokuja kesho watapata, na maelekezo yake ni rahisi, lakini ukienda kufanya maajabu yake ni makubwa. Allah tabaraka wa taala unamwambia wewe uliokata tamaa, inna fi tadbirika ma yughni anil hiyali, ya Rabbi, katika mipango yako yapo ambayo yanayomtosheleza njama za maadui zetu. Kwa kila ambaye anahisi ana adui kesho afike pale. Wa fi karami kama huwa fawqa al-amal, ya Rabbi, na katika ukarimu wako yapo yaliyo juu ya matarajio yetu. Ya Rabbi, matarajio yetu sisi ni kushindwa. La kwanza yanayotosheleza njama za maadui zetu. Yani Allah tabaraka wa taala katika mipango yake yapo yanayotosheleza njama za maadui zetu. Lakini jambo la pili, katika karama za Allah tabaraka wa taala yapo yanayotosheleza matarajio yetu. Matarajio yetu kwa dua ya kesho, kila mmoja Allah atamfungua katika vifungo na dhiki alizokuwa nazo, na hapo mkononi mwako umejipatia Zaitul Fedha kwa ajili ya kwenda kubadilisha maisha yako. Wa fi afwi kama yamhu dhalali, lakini Allah tabaraka wa taala msamaha wako yapo yanayofuta kuteleza kwetu. Huenda mitihani unaotahaniwa, watu wanakufanyia ubaya, huenda Mungu kakutenga kakuacha kutokana na madhambi na makosa unayoyafanya. Sasa katika msamaha wake Allah tabaraka wa taala yapo yanayofuta yale ambayo yametufanya sisi tuteleze. Allahumma ya wali fi ni'mati, ewe msimamizi ya Allah ambaye unasimamia, msimamizi wa mipango yako. Allah tabaraka wa taala ndo msimamizi wa mipango ambayo wanadamu wanaiziwia isitimie. Wewe Mungu alijalia katika kukumba kwako, alikujalia riziki yako, labda ulitakiwa mfanya biashara mkubwa sana Lindi, lakini wachawi walivyo watu wabaya,
au alitaka Allah tabaraka wa taala uwe mfanya biashara mkubwa katika ulimwengu huu, lakini wachawi na mahasidi wanakushusha na wanakupromosha, matokeo yake unaishia kuuza vitumbua mtaani kwako, au unaishia kuwa mvuvi, na uvuvi wenyewe usiokuwa na manufaa. Maana uvuvi na yenyewe ni kazi nzuri miongoni mwa kazi, lakini ukiingia utoke na manufaa. Ya munisi fi wahshati, ewe mwenye kuliwaza kwenye upweke wangu. Wewe ni mpweke, mwanadamu yoyote ni mpweke. Ni mpweke kutokana na uadui tulionao ni mkubwa kuliko jitihada za kuondosha uadui huo. Ewe uliye mpweke, ndugu zako hawakufai kwa chochote sasa hivi. Ewe uliye mpweke, kwa sababu ya kila unayemwendea akupe msaada, katika watu wenye mamlaka katika ulimwengu huu na kutenga, basi njoo tumlilie Allah tabaraka wa taala mwenye mamlaka yasiyokuwa na kikomo. Ya maladhi inda kurbati, ewe kimbilio langu katika matatizo yangu. Mkimbilie Allah katika shida zako na matatizo yako. Haya ni maneno utamwambia Allah tabaraka wa taala, ij'al ma akhafuhu wa ahdharu, tujalie Allah yale ambayo tunayoyahofia katika uchawi, tunayoyahofia kutokana na mashaitani na majini, tunayoyahofia kutokana na hasadi za walimwengu na vijicho vibaya. Maana kuna watu macho yao ni kama gredi ya umeme. Yani akikutazama, wakitazama biashara yako, akatazama mtoto wako, basi ni dhiki, ni tabu. Akitamka neno basi huolewi. Akitazama biashara yako imeshaharibika, imekufa. Akikusemea vibaya katika kazi yako, basi ndio imeondoka hiyo. Njoo kesho tumwombe Allah tabaraka wa taala, ij'al ma akhafuhu wa ahdharu, yale tunayohofia na tunayochukulia tahadhari. Una tahadhari nyingi unachukua, lakini bado mambo yanakukumba. Bardan wa salama na ala qalbi, Mungu ajalie sasa mambo yote ya ubaridi na salama katika moyo wako, kama ja'alta nara bardan wa salama na ala Ibrahim, kama vile ambavyo Allah alijalia moto ulivyokuwa baridi na salama kwa baba yetu Ibrahimu, pale ambapo aliporushwa katika moto akasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, baada ya kuja malaika kadhaa kumwambia kwamba sisi tunataka tukusaidie, akiwepo Jibril anasema msaada wa mwisho kutoka mbinguni ni mimi hapa mwenye mbao 600 nimezifungua, nipe amri yako tu nikusaidie. Nabii Allah Ibrahim, baba wa imani, anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu ani nzuri na anatosheleza katika msaada. Njoo tumuombe Allah tabaraka wa taala. Na mnafahamu kwa wale ambao ndio msoma Hajjaj ibn Yusuf, udulihi, kutokana na ugeugeu wake. Hajjaj ibn Yusuf alikuwa ni jitu geugeu, sawa sawa. Wa utuihi, na kutokana na wenda wazimu wake. Fi kibriyaihi, katika kibri chake. Wa huwa batushihi, na ushambuliaji wake pale ambapo anapotaka kumdhuru mtu alikuwa hana huruma zaidi. Sasa ikiwa huyu mtu ndio ambaye alikutana na Hasan al-Basri, na Mungu anamuokoa vipi wao binadamu ambao hawana mamlaka yoyote? Halala lahu, baada ya kusoma dua hii Allah tabaraka wa taala alishusha udhalili mkubwa kwa Hajjaj ibn Yusuf. Wabasha fi wajhihi, na Allah tabaraka wa taala akajalia furaha, bashasha katika uso wa Hajjaj ibn Yusuf, kutoka hasira mpaka kuja furaha. Lakini pia vile vile wa abtasama lahu, lakini akamjalia tabasamu, ghafla likatoka tabasamu. Wa dhayafahu wa qarrabahu wa akhadha yudinihi, lakini pia vile vile akawa dhaifu na akamsogeza karibu mpaka akamsogelea minhu hata ajlasahu ala saririhi, mpaka Hasan al-Basri akakaa katika kitanda alichokuwa amekaa cha kifalme huyu Hajjaj ibn Yusuf. Falamma raa, pindi alipoona hajibu, mlinzi, askari aliyekuwa ameona taswira ya Hajjaji kabla hajawatuma kwenda kumfata Hasan al-Basri, na pindi Hasan al-Basri alipoingia na mabadiliko yaliyotokea, hadha al-mashhadi, haya mambo yalimshangaza sana. Sara wara al-Hasanu au al-Hasani, alisogea nyuma ya mgongo wa Hasani, kisha akamuuliza Hasan al-Basri. Qala lahu, akamwambia ya Hasani, ewe Hasan, ya Aba Saidi, kisha akamwita kwa jina la mtoto wake. Laqad jia bika lighairi ma fu'ila, katika yale uliyoijia leo sio yale ambayo tunayaona yanafanyika sasa hivi. Yani ulikuwa umeijiwa kwa jambo kubwa la hasira, lakini tunakutana na ukarimu mkubwa sana. Yule bwana akamuuliza Hasan al-Basri, famadha qulta li rabbika, ni kitu gani ulichomwambia Mola wako? Kesho njoo mnara wa Pwani. Msikilizaji, njoo mnara wa Pwani. Kama hujawahi kuona dua zinavyosomwa na Allah anajibu, njoo mnara wa Pwani.
wallah wa billah, tutamwomba Allah katika njia zilizo sahihi na Mungu atakunyoshea. Kuna wengine watapata majibu papo kwa papo. Kama kuna adui yako utamwekea nia katika njia atakazokusemezesha, utaweka nia na Allah tabaraka wa taala atafungua mambo yako. Lakini pia vile vile kama utakuwa haujapata mafuta, zaitu, alfadha au daktari wa nyumbani, njoo chukua, kwa sababu hii nyuzi yake haipatani na aina 410 za uchawi. Lakini haipatani kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema waja'alna likulli shay'in sababa. Allah amejalia kila kitu sababu. Tunamuomba alafu sababu tunazo mikononi. Njoo jichukulie dozi ya chupa moja ni shilingi 10,000. Njoo chukue, baada ya dua hiyo nenda kakoge, baada ya dua hiyo utapaka, baada ya hiyo utakinga nyumba yako, utapaka katika kuta, pembe zile ambazo wanapenda kupitia wachawi na mengineyo mengi tutakaokuelekeza katika shamba lako. Lakini wengi mnajiandaa kuingia katika biashara. Biashara, huu ni mji wa kibiashara. Basi Mungu ajalie yale mazao utakaoingiza sokoni mauzo yake yawe ni ajabu kuliko kipindi chote ambacho umekwisha kupitia kufanya biashara. Nataka tuweke historia ambayo haijawahi kuwekwa katika ardhi hii ya Lindi, kwa mashehe wanaokuja kutembea katika ardhi ya Lindi, mimi na timu yangu akiwepo Said Ibn Said katika kipindi chetu cha Nuru ala Nuru, tutafanya mambo makubwa. Ni mnara wa Pwani. Mnara wa Pwani, ingia kushoto kama utakuwa umetokea bahari, itakuwa mkono wako wa kulia, lakini ingia kulia kama bahari yako itakuwa mkono wako wa kushoto. Mbele kidogo hicho kibarabara ambacho kipo pale pale katika mnara wa Pwani, ingia kushoto utakutana na Crown, mkono wa kulia kuna nyumba ya kijani, na hapo ukishafika basi ndio itakuwa sababu au umefika sehemu salama kabisa. Utaingia na kusubiria maelekezo ya dua. Njoo pale tumwombe Allah tabaraka wa taala na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Lakini yote kwa yote usisahau tuna dua kubwa sana tarehe 24 itaanza, na watu watajiorodhesha katika uwanja wa Mpilipili, huku tukijiandaa kufanya dua ambayo kafara yake itakuwa ni mnyama ajulikanaye kwa jina la ngamia. Allah tabaraka wa taala anatuambia afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqa. Hivi unajua ni jinsi gani Allah tabaraka wa taala alivyomtengeneza ngamia? Basi njoo upate maajabu ya damu ya ngamia inapokuwa inaanguka pale katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala, na Mwenyezi Mungu linakuwa ni komboleo, inakuwa ni kafara yako katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala unahitaji akufanyie mahiraji yako. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, sasa hivi tuingie katika dua. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi katika yale ambayo tunayohitajia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa inshallah nitaomba huko ulipo utaitikia dua hii, na kisha nitamalizia kwa kutaja namba kwa mara nyingine, alafu baada hapo tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألا ذو الكرام المرء في طول مآه وأحسن ما يلقاه من نجل خراه إذا ما دعا رب السماوات مولاه أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله هنيئا بالدين قويم على الدنا ومن قام خوف الليل خوفا وماما وأمسى بذكر الله لله مولنا أيا حسن الأوصاف يا حسن الثناء ويا محسن عم الأمان بحسناه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشفعنا مرضانا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وإن يحضره عازا جاره وجل سلطانه وتقدس اسمه ولا إله غيره وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله